alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh wetu mbora, nilikuwa naomba kuuliza hapa kwamba je, imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kabla ya kulala anasoma suratul Mulk ama suratul Sajida? Yani alikuwa hizi sura mbili kabla ya kulala alikuwa anasoma. Je, hili swala limethibiti katika sunna? Barakallahu fik. Na Sheikh, lakini pia nahitaji kufahamu kama hili, kama naweza kupata hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile sunna ya qablia baada salatul fajr alikuwa anasoma katika rakaa ya kwanza alikuwa anasoma suratul kafirun, afna rakaa ya pili alikuwa anasoma suratul ikhlas. Sasa nahitaji kujua kama kuna dalili yoyote hapa katika swala hilo, maana kuna shekhe fulani ashakuzungumza hilo swala, asiye kuna dalili yoyote kama hiyo ni sahihi. Lakini pia akasema pia na kwenye suratu sunna baada salatul maghrib pia alikuwa anasoma hivyo. Je, kuna ushahidi katika swala hili ama ni vipi? Naam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithi uliulizia hiyo hapo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma qul ya ayyuhal kafirun na qul huwallahu katika rakaa mbili za kabla ya salatu alfajri. Hadithi ya Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yukhaffifu الركعتين قبل الفجر, alikuwa akiswali rakaa mbili akizifanya khafif, yani fupi fupi, hakuwa akizirefusha sana, za kabla ya salatu al-fajr. Wa kana yaqra'u fihima, na alikuwa akisoma ndani ya rakaa mbili hizo qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadithi ipokea Imam Muslim. Barakallahu fik. Naam, kitu kingine ni kama tambihi, Allah kubarik. Mimi si shekhe ustadhi, yani ni mwanafunzi mdogo tu, yani mdogo sana. Hiyo tujitahidi kuwekana katika nafasi zetu, tusije kisha siku tukapeana haya majina haya ikawa na madhara baadaye, baadhi ya watu wakajua kwamba kuna shekhe humu. La, mimi bado ustadhi, bado sana. Kwa hiyo tujitahidi, tusaidiane. Mwingine akiona aweza kujibu kwa dalili, ajitahidi pia atoe kwa dalili, ila tusikane manzila ambazo hatujafika. Barakallahu fiki.